Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimewaletea tena elimu ya siri, elimu ya kifalme ya ufalme wa zamani. Kwa majina naitwa Sheikh Sultan Almas Mbogo. Leo tena nataka tuungane kwa pamoja tujifunze elimu ya siri inayopambanua baina ya ghaibu ya Mwenyezi Mungu na viumbe wake. Mimi na nyinyi tumetazama nyota namba 1 na nyota namba 2, na kwa sasa tunakwenda katika nyota namba 3 ambayo ni nyota ya mapacha. Nyota ya mapacha ni nyota ya upepo inayotawaliwa na malaika Utwaridi. Rohani wake wa chini anaitwa Burkana. Hii nyota ni nyota ya mnyama, ni nyota ambayo siku yake ya bahati ni Jumatano na Jumapili. Siku ya nuksi ni Jumatatu na Ijumaa. Nyota hii ina kinga ya Siriania, makabila ya Siriania, ambao hirizi yake kubwa ni Qasam ya Barhatihi Ahadil Qadim. Mtu mwenye nyota ya mapacha ni mtu mwenye nyota mwenye nguvu mbili. Ana nguvu ya giza na ana nguvu ya nuru. Ana nguvu inayotembea katika uhai na nguvu inayotembea katika kifo. Ukiwa na nyota namba 3, sifa na tabia ni kama zifuatazo. Mtu huyu ni mtu ambaye ana nyota yenye asili ya nguvu ya uganga, nguvu ya kichawi, nguvu ya mtu ambaye ni hatari na ni maarufu duniani. Mtu huyu ni mpole, ni mcheshi, lakini mwenye hasira za karibu. Ni mtu ambaye ukimpanikisha kidogo anakasirika na nguvu zake nyingi zinatumika katika ulimi wake. Ni mtu wa kusema, akichoka tayari imeisha na hasira zake zimeisha, mnaendelea maisha kama kawaida. Hasira hazidumu katika moyo wake. Mtu mwenye nyota namba 3 ni kipenzi cha watu, ni mtu wa utani, ni mtu wa masihara mengi sana. Lakini katika uhusiano na ushirika wa kazi, biashara na mapenzi, ni mtu anayetumia ulimi wake kwa kiwango kikubwa sana ili kuweza kushawishi mioyo ya watu au moyo wa mpenzi wake aweze kumwamini na kumwelewa. Lakini ukiwa na nyota hii huwezi kuaminika kwa mpenzi wako, maana utaonekana ni msemaji sana. Kwa lugha nyingine ni mswahili au ni muongo mdanganyifu. Mwenye nyota hii huwa anasema ukweli, lakini ni mtu anayepanga mipango mingi ya utafutaji wa maisha yake. Na anapohangaika kutafuta, huwa kuna vitu anaviandaa kwamba akipata atafanya 1, atafanya 2, atafanya 3. Na anapopata pesa yake hawezi kufanya hicho alichokikusudia mwanzoni, bali anaweza, kama alipangilia kujenga nyumba, anaweza akajikuta ananunua shati au kununua vitu vingine tofauti mpaka ile pesa imuishie. Mtu wa nyota hii hawezi kutunza pesa ndani, kwa sababu anapopata pesa ile inamuwasha, inatafuta nani wa kuja kuitumia. Ni mtu wa kutoa, mkono wake uko wazi. Ukimpatia leo 100,000, kesho hana 100,000 na atakuwa na deni lingine la 100,000. Yaani ametumia hili mpaka ameenda kukopesha na nyingine. Ni mtu ambaye anasaidia, mara nyingi anasaidia watu ambao hawawezi kumsaidia. Akiwa hana pesa, ataona ndugu, familia yake, ukoo wake wanamlilia hali, wanataka shida, na akiwa anasema hana, na anapokuwa anawaambia hana, anatengeneza jealous au chuki katika mioyo yao na kuona hataki kuwasaidia. Na anapokuwa anacho, hamuoni mtu yoyote katika ndugu zake akimwomba msaada, au katika watu wanaweza kumsaidia akiomba msaada, bali wanaokuja wote ni wale ambao hawawezi kutoa msaada wa aina yoyote ile. Nyota hii nyota namba 3 ambayo nyota ya mapacha ni nyota ambayo uwiano wake mkubwa wa kikazi ni mtu ambaye anatakiwa afanye kazi za safari za mzunguko au afanye biashara za kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine na sehemu nyingine kupeleka sehemu nyingine.
hapa ndipo atakapoona kipato chake. Anatakiwa awe msanii au mwandishi wa hadithi au wa vitabu. Awe ni mtu ambaye anaweza kuwa mwandishi wa habari na vitu vingine. Mwenye nyota ya mapacha ni mtu ambaye hawezi kutunza pesa ndani. Akipanga labda anataka atimize milioni, akaanza kukusanya, mara nyingi haziwezi kukamilika milioni. Inapofikia 500,000 au inapofika 2,500,000 pataingia majanga na ile pesa itatoka. Anapokutana na mtu mwenye shida huku akiwa hana pesa, roho yake inamuuma sana. Kwa nini hana ya kumpatia? Na ni wale watu ambao ukiwa una safari yako, akikuona na shangaa, hujamuuliza yeye, anaanza kukuuliza yeye na kukuelekeza. Aidha hujasema shida yako, anatamani kujua una shida gani ili aweze kutoa msaada. Mwenye nyota hii nyota inaishi katika kichwa, yani katika akili na moyo. Ni mtu huwa wa mashaka sana, ni mtu wa wasiwasi, ni mtu wa hofu na uoga, ni mtu anapomuona adui yake roho yake inadunda na inapoteza mwelekeo. Lakini ni mtu ambaye nyota yake inakuwa haina kinga, iko wazi kabisa. Ni nyota ambayo inahitaji kila siku iweze kurekebishwa. Mtu huyu hawezi kufanikiwa maisha yake makubwa zaidi ya kutumia dawa au kutumia nguvu ya viumbe wasioonekana. Na ni mtu ambaye anapaswa kutoa sadaka kila wakati au kila pale anapotaka kufanya jambo lake. Ukitaka kujenga nyumba au kufanya chochote au kununua gari, lazima kwanza uchinje mnyama ili ile damu imwagike na nyama ile ugawe watu wale, utaona mafanikio yako kila siku. Hapahitaji sana ukabeba ndagu kubwa kwa watu. Panahitaji tu ufuate utaratibu wa kinyota na utaweza kuona mafanikio yako yanapatikana katika njia gani, na utakuwa tajiri mkubwa sana. Ingawaje baada ya kuwa tajiri ni lazima ifungwe nyota hiyo, usiwe mtu wa kutoa pesa hovyo. Mara nyingi ukiwa na nyota ya namba 3 ambayo ni nyota ya mapacha, pesa yako inatoka bila habari, na kwenye pesa ndipo unapokuja kuteketezwa au kufungwa, mikono yako isiweze kufanya chochote. Nyota ya mapacha ni nyota ambayo ina nguvu nyingi sana, ambao mtu yoyote hawezi kukudhuru wala kukuua wala kukuangamiza kwa nguvu zake, kwa uwezo wake au kwa uchawi wake. Zaidi yake anaweza kujikuta hajui nyakati ya kukupiga wewe, kwa sababu nyakati ya kukuumiza wewe ni nyakati ambao huwa haitabiriki. Yaweza kuwa ni kiangazi au ni masika, na ina matarehe ambao ni muhimu zaidi ya kuweza kumfuatilia mtu mwenye nyota kama hii. Hivyo anaishi katika nguvu ya uzima na hawezi kuishi katika nguvu ambayo hawezi kutafutwa na yoyote yule. Mara nyingi anakuwa ni wa kuandama kwa kelele na vita, na moto wake unapowashwa ndani, mara nyingi kelele zake kubwa zinaanzia katika kwa mpenzi wake. Watakuwa wakiamka wakigombana, wakilala lazima wagombane, kila wakati ni kelele, na riziki yake ndio inapozidi kufungwa na hali inazidi kuwa ngumu. Kwa ufupi tuishie hapa ili tuweze kutabayan nyota inayofuata ambayo ni nyota namba 4. Yoyote mwenye nyota namba hii anapoona dalili zake nyingi zinafuatana na hichi kitu, basi atafuata namba ya simu hapo inayopita hapo chini, kisha atawasiliana na Sheikh moja kwa moja au na ofisi na uongozi wote wa Ayatul Kursiyu wa tiba asili. Utaweza kumpa mwongozo namna ya kuweza kupata taarifa zake zilizokamilika, ambazo ni nusu ya zilizokamilika kutoka katika nusu ile ambayo imetangulizwa katika nyota yake mwanzoni. Basi mimi niweze kusema niishie hapa ili niweze kuingia katika nyota namba 4 ambayo ni nyota ya Qamar. Bila kusahau niweze kuwakumbusha kwa majina, naitwa Al-Habibi Tabibu Sheikh Sultan Almasi Mbogo, Rohan mtoto wa Kohani, mjukuu wa Burhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.